Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawabariki kupitia jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Leo nimewaletea ujumbe huu ambao ni wa kuwashauri ndugu zangu wote katika Kristo, hasa wanawake ambao na mabinti ambao mpo ndani ya Yesu Kristo. Pia kupitia waimbaji wa nyimbo za Injili, hata pia wa kiume. Kwenye swala la mavazi, mara nyingi wachungaji tumekuwa tukiongea, walimu wamefundisha, wameonya, lakini imeonekana hili jambo limekuwa gumu kuingia ndani ya mioyo ya watu. Watu wakiamini kwamba Mungu huwa anaangalia moyo pekee, wala hana shida na mwili. Ndugu zangu, sisi tunaishi katika ulimwengu wa mwili. Sisi tunaona mpaka mwili. Anaweza kuona moyo wa mtu ni Mungu peke yake, lakini sisi wanadamu wengine, sisi tunaona mwili. Huo moyo sisi hatuna shida nao, huo ana shida nao Mungu. Kwa hiyo lazima usitiri huo mwili wako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, kama sijakosea, ni Mambo ya Nyakati sura 22 mstari wa 5, kwamba mwanamke asivae mavazi yanayompasa mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi yanayompasa mwanamke, kwa sababu kufanya hivyo ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo moja kwa moja suruali ni vazi ambalo linamtakiwa kuvaliwa na mwanaume, haijalishi umelidesign vipi au umelimodify vipi. Suruali ni vazi linalotakiwa kuvaliwa na mwanaume. Kwa hiyo nimekuwa tukiona mara nyingi watu mabinti wanapanda madhabahuni huko wakiwa wamevaa suruali, wanaimba wakiwa wamevaa suruali, wakiwa wanaona kama wanafurahisha Mungu. Sikiliza nikwambie, neno la Mungu nasema hizo nyimbo na hivyo vinanda ni makelele tu kwa Mungu. Yaani haijalishi wewe unaimba kwa uzuri gani, kwa sauti au na uzuri wa sauti kwa namna gani, hiyo ni mafujofujo na makelele mbele za Mungu. Neno la Mungu linasema unapopanda madhabahuni uchi wako usionekane. Neno la Mungu ndio linavyosema, linasema utapanda madhabahuni pangu kwa kibali. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tunaona watu wanafanya kwa mazoea, wanavaa nguo ambazo hazitakiwi. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10, kusoma pale Paulo alitoa onyo sana, akasema mwanamke na jipambe kwa mavazi ya kustiri, sio kwa kusuka au kwa kujiremba. Mwanamke hivyo, angalieni hao mnaowaiga hao wanaowafundisha na wanaoiga. Roho Mtakatifu alitoa onyo kubwa sana, akasema kwamba katika nyakati za mwisho utakuwepo na manabii na walimu wa uongo. Hizo karama mbili Roho Mtakatifu alitoa onyo, watu wajihadhari sana kupitia hizo karama mbili, yani unabii na ualimu, kwa sababu hao wanaweza kalivuruga kanisa ndani ya dakika moja. Kwa hiyo aliwaonya sana, muwe makini. Kwa hiyo tunaona manabii na walimu wengi wameinuka, ambao wanasema Mungu hana shida na mwili, yeye ana shida na moyo. Kwa hiyo hata ukivaa hovyo haina shida, lakini nataka nikwambie kwamba hiyo yote ni uzushi na ni uongo. Neno la Mungu liko wazi na siku zote huaga halijipingi. Ndio maana Mungu akasema kwamba katika Mambo ya Nyakati 22:5 kwamba mwanamke asivae mavazi yanayompasa mwanaume, wala mwanaume yanayompasa mwanamke. Na Paulo akasisitiza kabisa kwamba katika ile waraka wake wa kwanza kwa Timotheo kwamba mwanamke wote asivae, yani mwanamke ajistiri na ajipambe kwa mavazi na kwa tabia njema, mavazi ya kujistiri na tabia njema. Kwa hiyo hivyo vingine vyote ni product za kuzimu nje ya hapo. Yani hivyo mimi ni waweke wazi tu. Kwa hiyo mtu wote uliojipanga kuniuliza siji kuvaa, siji kusuka, siji kufanya hivyo vyote, kwa mujibu wa neno la Mungu ni machukizo mbele za Mungu. Kuvaa na kupendeza vizuri inawezekana, lakini sio kuvaa uchi, yani kuvaa nguo ambazo bado zinaonekana hakuna ulichokifanya. Unaweza kuwa umevaa lakini bado unaonekana umevaa uchi. Kwa hiyo sasa neno la Mungu lipo wazi kabisa na tusiende kulipinga neno la Mungu. Mavazi ya kujistiri ni mavazi ambayo ukivaa yanakustiri kweli kweli, hayaachi wazi maungo yako, kifua hakikai nje. Kwa waimbaji wengi wa nyimbo za Injili siku hizi wanaoimba kwenye matamasha, kwenye hizi gospel hizo wanazoimba wanavaa hovyo, yani ukiangalia haina tofauti na umeenda disco, yani ni hovyo. Yani maana mtu anaenda kule akitarajia kwamba anaenda kukutana na nguvu ya Mungu, anaenda kuchochea roho ya uzinzi. Yani mtu ameenda kwenye tamasha
la kumsifu na kumwabudu Mungu, badala arudi na roho wa Mungu kafurika, anarudi kajaa roho ya uzinzi, umalaya, kwa sababu kukutana navyo huko ni hovyo hovyo. Unakutana na mwimbaji wa nyimbo anzii kasokota minywele, yani kakaa kama muhuni, yani mtu haeleweki, yani hana hata ushuhuda. Unamwangalia unajiuliza huyu ni mtu, yani mpaka mtu anapata maswali. Yani ukiona wewe ni mtumishi wa Mungu, alafu wale ambao unawahudumia wanaanza kuweka question mark kwenye vichwa vyao, wanajiuliza, yani wana maswali juu yako, yani basi wewe, neno la Mungu linasema mtumishi wa Mungu ni mtu yote ambaye hataki kuwa na lawama, hataki kuwa na maneno na jamii inayomzunguka. Usiwe na neno na majirani. Mtu akitamani kazi za askofu, shemasi, yani huduma zote, usiwe na neno na jamii inayokuzunguka. Sasa ukishaona followers wako unaohudumia wanaanza kuweka maswali, question mark kwa muonekano wako wewe, yani ujue hapo tayari huduma yako tena inaanza kupata doa. Uwezekano kwa ni mtumishi wa Mungu, manywele umesokota wa kiume, umekaa hovyo hovyo, rafu, yani umevaa hovyo, yani kama umegaramikiwa na kuzimu kueleweki. Vaa vizuri. Yesu angekuja amesokota manywele, amevaa manguo hayaeleweki, na angemsikiliza, tungemwona mtu chizi kapagawa. Yesu alikuja akiwa katika unazifu wa mwili, akiwa amevaa vizuri, alikuwa anaonekana mzuri wa kawaida. Ndio maana unaanza kupokelewa kwa namna unavyoonekana nje kabla hatujapokea cha ndani, kwa sababu yanayomtoka mtu ndani, yani yanayomtoka mtu moyoni ndio, yani neno la Mungu anasema kwamba yamtokayo mtu ndio yaliyomjaa moyoni mwake. Sasa mimi ninavyovaa, ninavyosuka, ninavyofanya chochote ni matokeo ya ndani ya moyo wangu. Yani kile nilichokivaa mimi nilikipanga toka moyoni. Kwa hiyo unaposema Mungu anaangalia moyo, angalia mwili. Kwa maana yake kuvaa kwako, kila kitu unachokifanya product yake au kimeanzia wapi? Kimeanzia moyoni. Kwa hiyo kwenye mavazi watu wengi watajikuta wanaikosa mbingu kimasiala hivi wakiamini kwamba eti Mungu hadili na mavazi, angalia mavazi watu wanaovaa vibaya, yeye anaangalia moyo. Yani huo ni upotevu wa hali ya juu. Zingatia sana unapoenda nyumbani mwa Mungu, unapopanda madhabahuni pako. Neno la Mungu limesema hakikisha uchi wako hauonekani. Binti, unapanda madhabahuni, hakikisha uchi wako hauonekani. Someni neno la Mungu. Neno la Mungu lipo wazi. Yesu alisema hakuja kutengua Torati. Kwa hiyo kuna watu wanahisi kuna maandiko kwenye mambo kwenye Agano la Kale yamepitwa na wakati. Neno la Mungu halipitwagi na wakati. Yesu anakuambia alikuja kuliboresha zaidi. Alikuja kulifanya liwe bora zaidi. Alikuja kuturahisishia. Yesu kwenye Agano la Kale, neno la Mungu lilikuwa linasema ukimtazama mwanamke ukamtamani, Biblia ikusema chochote, ilisema usitamani mke wa jirani yako. Lakini Yesu akisema ukimtamani mwanamke tu, kimwangalia ukimtamani, umezini. Kwa kuna vitu vingine tunaenda kuchochea dhambi kutokana na mavazi mtu uliovaa. Binti umevaa kanguo kamekushikilia, kamekukamata, kamekuchonga na unanena kwa lugha. Mimi huaga siamini kama huyo ni Roho Mtakatifu. Jamani, tuwe tunachunguza na roho zingine, maana neno la Mungu limeturuhusu. Biblia imeturuhusu kwamba tuwe tunazijaribu hizo roho. Sio kila mtu anayenena kwa lugha ni Roho Mtakatifu. Hizo roho nazo inabidi zijaribiwe. Usikute ndo majini mahaba yenyewe anaanza kunena mtu. Hebu tukae katika utakatifu, tukae katika uzuri, tukae katika usafi na uzuri na utakatifu. Hata tunaposimama mbele za watu wanatuangalia, wanasema yes, wao ni watumishi wa Mungu. Kuna mahali pengine ukifika tu unahitaji kujitambulisha. Sasa kuna waimbaji siku hizi yani wako rafu wako hovyo, yani ukiangalia yani mbona unapata maswali, unajiuliza hivi tunamjua huyu Mungu tunayemtumikia au tunapiga makelele? Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini, hivi vitu vichache visije vikatukosesha mbingu. Visije tukajikuta tunaachwa unyakuwa na kuja tunaachwa, tunabaki tu tunashangaa. Paulo alisema tusije tukawa watu wa kujitabisha bure, afu mwishoni tukawa ni watu wa kuachwa. Kwa hiyo ushauri wangu ni nini? Ushauri wangu ni kwamba hebu tujistiri, tukae vizuri ili tusilipukanishe kanisa la Yesu Kristo na kutukanisha mwili wa Yesu Kristo. Basi Mungu wa mbingu na nchi awabariki.